Moja kati ya stori kubwa katika tasnia ya burudani hapa Tanzania wiki hii ni kuvunjika kwa ndoa yake Romy Jones, DJ na binamu yake Diamond Platnumz. Sasa mke wake Kay alifunguka jana kuhusiana na kwamba ndoa hiyo imevunjika na kwamba watu waheshimu faragha yake na anaendelea na maisha yake. Sasa leo Romy Jones amefunguka upande wake kwa nini ndoa hiyo imevunjika. Ameweka picha hapa ikimuonesha akioa mke mwingine, na hapa akaandika, nimeoa mke wa pili, ndio maana naomba nikiri hilo. Mke mkubwa hakukubaliana na hilo, na ndio sababu ya kupost na kuandika yote aliyoandika. Kama kuna shehe, baba, mama, mjomba, shangazi, naomba aongee na mke mkubwa arudi nyumbani tuendelee na maisha. Nampenda na sipo tayari kumpoteza kwa namna yoyote. Ndugu jamaa na marafiki, naomba msaada wenu. Sipo tayari kwa ugomvi na sipo tayari kumwacha yoyote kati ya wake zangu wote wawili. Naandika haya kwa akili zangu timamu na kutokulazimishwa na mtu yoyote. Lakini pia mama mzazi wa Romy Jones naye alishare picha hiyo hiyo, akawa ameandika ujumbe huu: mimi mama Romeo, nataka niondoe utata kidogo hapa. Sababu kubwa iliyonifanya niji huku kwenye mitandao na kusema yaliyo moyoni mwangu ni kwa sababu nimeumia na nimeona mambo yameelezwa upande mmoja tu. Nataka kuweka wazi ukweli uliotokea kwa sababu naamini amani na kuelewana ni muhimu kuliko ugomvi. Sababu ya kila kitu kinachoendelea kuhusu mwanangu Romeo ni kuoa mke wa pili, na hili ni jambo alipomwambia mke wake Kay ndio sababu ya yeye kuanzisha vita. Sisi ni Waislamu na mkwe wangu huyu ni Muislamu na anajua siku zote mwenzie anaweza kuongeza. Naumia kuona kama lawama zote zinaelekezwa sehemu moja, wakati sisi wote tunajua hali iliyokuwa. Mwanangu alifanya maamuzi yake mwenyewe na kuna sababu zake ambazo zilitokea ndani ya ndoa na maisha yake. Kama iliamliwa kuzungumzia jambo hili mbele ya watu, ningependa pia sababu zote zielezwe kwa haki, sio upande mmoja tu. Kila mtu ana hisia zake, lakini ukweli wote unapaswa kusikika. Pia kuna jambo liliniumiza sana kuona baada ya hapo mtu analazimishwa kuposti na kuomba msamaha. Nimeona ujumbe na mawasiliano yaliyokuwa yanaendelea na imenifanya nijiulize kama kweli hayo yalikuwa yametoka moyoni au kulikuwa na msukumo kutoka kwa wengine. Mimi kama mama na wapenda wakwe zangu wote, sina chuki na sitaki kuona familia ikigawanyika. Ninachotamani ni amani, heshima na kila mtu kusikilizana. Kila mmoja na nafasi yake na kila mmoja anastahili kuheshimiwa. Nimeamua kusema haya si kwa kuanzisha ugomvi, bali kwa sababu naamini ukweli, upendo na mazungumzo ya wazi ndio yanaweza kuleta suluhisho. Alafu niona hapa Esma comment akasema, Bishani unakosea sana, hujui tu, kama alimlaumu